Kocha wa zamani wa klabu ya Young Africans kaibukia Msimbazi. Klabu ya Simba imejikuta ikipokea maombi mengi ya makocha kutoka maeneo mbalimbali duniani baada ya kutangaza nafasi ya kuinoa timu hiyo kufuatia kuondoka kwa Dimitar Pantev. Taarifa zinaeleza kuwa jumla ya makocha 240 wamewasilisha maombi yao, jambo linaloonyesha ukubwa wa jina na mvuto wa klabu hiyo kwenye ramani ya soka la Afrika. Katika idadi hiyo kubwa ya maombi imebainika kuwa ni makocha 136 pekee ndio waliokidhi vigezo vya CAF vinavyotakiwa kwa kocha mkuu wa timu shiriki CAF Champions League. Vigezo hivyo ni pamoja na kuwa na leseni ya CAF A au UEFA Pro ambavyo ni viwango vya juu kabisa katika ukufunzi wa soka. Miongoni mwa majina yaliyovutia hisia za wengi ni lile la kocha Romain Folz, kocha aliyewahi kufanya kazi kwenye klabu hasimu ya Young Africans Sport Club. Folz ambaye ana rekodi ya kufundisha kwenye ligi mbalimbali barani Afrika, anatajwa kuwa mmoja wa makocha wa kigeni walioingia kwenye mchujo wa Simba kuelekea kutafuta top 5 kutoka orodha ya makocha 136. Kuonekana kwa jina la Folz kwenye orodha hiyo kumekonga vichwa vya habari kutokana na historia yake ndani ya Yanga na namna alivyowahi kuwa kipenzi cha baadhi ya mashabiki kwa mtazamo wake wa soka la kushambulia. Kuna wanaoamini uzoefu wake kwenye ligi ya Tanzania unaweza kuwa faida kwa Simba ikiwa atapewa nafasi. Mbali na Folz, majina mengine makubwa yaliyoainishwa ni pamoja na Eric Tikla, Honor Jans, Nicodemus Nick na Hubert Volud na Amini El Karma. Kila mmoja kati ya hawa anakuja na rekodi na falsafa tofauti zinazoweza kuongeza ushindani kwenye mchakato wa kumpata mresi sahihi wa Dimitar Pantev. Uongozi wa Simba umeeleza kuwa mchujo unaendelea kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha klabu inapata kocha mwenye uwezo wa kurejesha heshima ya timu na nje ya nchi. Hatima ya nani ataukabidhi mikoba ya kukinua kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba inatarajiwa kujulikana mara baada ya kukamilika kwa mchakato wa hatua ya mwisho. Mashabiki wa soka nchini kwa sasa wanasubiri kwa hamu kuona iwapo kweli kocha aliyewahi kukalia benchi la Young Africans atavuka mchujo wa kuibuka chaguo la mwisho la Simba, jambo ambalo bila shaka litazidisha ladha ya ushindani kwenye soka la Tanzania. Ni baada ya kuondoshwa Dimitar Pantev aliyetokea katika klabu ya Gaborone United baada ya kufanya vizuri ama kikosi chake kuonekana kuwa kinafanya vizuri, hivyo Simba Sport wakashawishika na kumchukua kocha huyo ambaye hakukidhi vigezo. Badala ya kuwa na kocha mkuu wakampa cheo cha umeneja mkuu Dimitar Pantev ambaye hajafanya vizuri katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi baada ya kufungwa. Mechi ya kwanza alicheza dhidi ya Petro de Luanda na kufungwa bao 1-0 katika uwanja wa nyumbani wa Benjamin Mkapa, ambako mara nyingi wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakiamini kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, lakini wao wakatoka. Mchezo wa pili wakaenda kucheza huko Mali na Stade Malien na kufungwa bao 2-1, ambako mchezo huo ulimfanya yeye kufungashiwa virago, lakini ligi kuu Tanzania bara alionekana akifanya vizuri. Wengi wamemfukuza kwa sababu alikuwa hatumii ama alikuwa akileta mbinu zake ambazo hazikuleta matokeo sahihi, kwani alikuwa hatumii mshambuliaji, badala yake alikuwa akitumia false number 9, kitendo ambacho mashabiki pamoja na wadau wa soka mbalimbali hawakuridhishwa nacho. Na hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia mtazamaji wetu. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kuwa nasi, niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Liz Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye na uwe na wakati mwema. Endelea kutufuatilia sisi Neli TV kwa taarifa mbalimbali za kimichezo.